Ukisoma ile Warumi sura ya 8, Warumi 8:29 anasemaje? Na inasema, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Anasema Yesu Kristo amefanyika kuwa mzaliwa wa kwanza dhidi ya ndugu wengi. Kwa hiyo lile somo linalosema kwamba somo la mzaliwa wa kwanza, lile mzaliwa wa kwanza hatutafasiri katika namna ya damu na nyama, kuzaliwa kutoka kwenye tumbo la mama au kwenye kiuno cha baba. Mzaliwa wa kwanza kwa sisi ambao ni watoto wa Mungu tunauhesabia kupitia Yesu Kristo. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo tuondoe ile mentality kwamba watoto wa kwanza kuna aina fulani ya mateso fulani yanayofuatilia. Na fundisho hilo limeweka elimu nyingine na ngome nyingine kwenye mawazo na kuharibu watu na kujisahilisha kwamba mimi ni mzaliwa wa kwanza, basi anistahili haya yote kunipata. Mzaliwa wa kwanza kwa mtu ambaye ameokoka ni Yesu Kristo. Sisi wote tumefanyika kuwa ni ndugu wengi. Chochote ambacho ukoo au jamii ya kabila zetu zilizokusudia kwa yule ambaye alitoka wa kwanza kwenye tumbo la mama au kwenye kiuno cha baba, kwamba watoto wa kwanza watakuwa hivi, hata kama umefanya manuizo na viapo, haipasi kuwa sehemu ya wewe ambaye ni mtoto wa kwanza katika damu na nyama, kwa sababu wewe sio mtoto wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni nani? Yesu Kristo.